Bwana awe nanyi. Zangu wapendwa, leo tunaweza kumsindikiza ndugu yetu Edisi au Edita Sendera ambaye Mwenyezi Mungu ametenda kuja kwake kwa njia aliyoweza kupitia, na kwa sababu hiyo tuko hapa kwa ajili ya kumwombea, lakini pia tunawaga katika mwili huu ambao sasa tunao. Muombe Mwenyezi Mungu apokee sadaka hii na imfae na kumsafisha huyu mtumishi wake Edith. Poleni sana ndugu wote, mtoto na Bwana mmoja na wote kwa namna moja au nyingine. Mungu azidi kutia nguvu kuvumilia msiba huu kwa uzazi. Nyote sasa dhambi zetu ili tuweze kuadhimisha ibada yetu. Mwenyezi tunakiri kwa imani kwamba mnaokufa utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu milele na milele. Amina. Somo la waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 31 hadi 35, 37 hadi 39. Mungu akiwepo upande wetu, nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kutumia mambo yote pamoja naye, nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabu haki. Nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye alikufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena anatuombea. Nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Lakini katika mambo haya yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika
wala mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza kutenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Bwana wetu. Neno la Bwana. ya 25 ya kwanza hadi ya 15. Yesu alimwambia wanafunzi wake mfano huu: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliochukua taa zao wakatoka kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitia taa zao mafuta, wasitwae na mafuta pamoja nazo. Bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Wale bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele: haya, bwana harusi, tokeni twende tukamlaki. Mara kaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakamwambia wenye busara: tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimia. Lakini wale wenye busara wakajibu wakasema: sivyo, hayatatosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Nao waliokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusi. Mlango ukafungwa. Alafu akaja wale wanawali wengine wakasema: Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema: amina nawaambieni, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui saa wala saa. Neno la Bwana. Pole sana kwa watoto wa familia pamoja na baba
ndugu jamaa na marafiki, pamoja Easter na wanaipemela pamoja na staff pamoja. Kwa tumekuja mbele hapa ya kanisa hekalu la Mungu kuja kusindikiza mpendwa wetu Elita Thaddeus Munene. Bali tamani aweze kuila Pasaka mwaka huu, lakini Mungu amempenda zaidi. Maisha ya mwanadamu ni fumbo, na najua fumbo hilo ni Mungu pekee. Katika maisha ya Elita ameishi takribani miaka 47. Mungu ameona kwamba ni mbegu ambayo imekomaa iende kwake kabisa. Maisha yetu ni kama vile tuko katika daladala au kwenye basi, kila mmoja ana kituo chake na wote hatujuani kwamba huyu anashuka kituo. Kituo cha dada yetu Elita Thaddeus Bendera akijui mimi na wewe ni wapi na sasa. Ndio maana katika somo tunaambiwa kesho kwa kuwa mjui sana wasi. Tukeshe kanisani ili Mungu atupe baraka na usimamizi. Tukeshe tukatumikia wengine kwa upendo na Mungu ili tuweze kupata amana katika uzima. Tukeshe tukifanya matendo yaliyo mema ili aweze kuwa daraja na kuvusha kwenda. Wapendwa, kifo kwa wanadamu ni lazima. Na mwanamuziki mmoja aliimba kwamba binadamu ana sherehe tatu. Sherehe ya kwanza ni kuzaliwa, dada yetu alizaliwa, akabahatika kufunga ndoa. Sisi mapadri siku ya kuwekwa wakfu kwa daraja la upadri ndio sherehe yetu. Masista na kuweka na zilizao ndio sherehe yao ya pili. Sherehe ya tatu ni kifo, ambapo tumemaliza kazi ambayo tumetuma duniani, tutakutana na Muumba wetu aliyetuumba. Hivyo Waingereza wanasema death is inevitable. Katika Qur'ani takatifu imeandikwa kuna pidhari kwamba kila nafsi itaonja. Katika Biblia imeandikwa mwanadamu umavumbi, kumbuka kuwa umavumbi na mavumbini utarudi. Maana sisi destination cha yetu ndipo tunapoenda kukutana na Mungu wetu. Hivyo kifo kwa macho ya kibinadamu ni kitu ambacho kinatuumiza. Ndio maana mwanamuziki Lenny Ongala alisema kifo 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 hakina huruma. Kweli, ukitia kifo ndipo tunaenda kuonana na Mungu wetu. Bila kifo hatuwezi kumuona Mungu wetu. Je, kuna bali mmoja alikuwa kiwili akasema nataka kwenda mbinguni. Jamani, wangapi tunataka kwenda mbinguni? Wangapi tunyoshe mikono? Basi akachukua unyoya wa kuku akaupuliza kwamba unyoya utakapodondokea ndio wa kwanza anatangulia kwenda mbinguni. Kila mmoja alipopuliza mara mwenda, kila mmoja anakwenda. Maana yake ni kifo, tunapenda kwenda mbinguni lakini tunaogopa kutangulia. Tumwombe Mungu aliyeasi baraka zote atukumbushe kwamba maisha yetu hapa duniani ni mafupi na hatujui ni lini
Leo tunapotafakari maisha ya Eliza, tunabeba injili ya wanawali 10, 5 wenye busara, 5 wapumbavu. Katika harusi za zamani za wana wa Israeli ni kama harusi za saizi. Saizi nasema kwamba kuna wale vijana ambao ni wanaitwa flowers, sio? Hawa showers. Wale ndio walikuwa wanakaa wanasubiri bwana harusi pale akifika waweze kuingiza harusi. Hakuna teknolojia hizi ambapo kuna umeme. Kipindi hicho kulikuwa wanatumia taa. Kwa hiyo ulikuwa inabidi kwamba uwe na mafuta ya kutosha. Kwa hiyo katika mafuta hayo wale 5 walijaza mafuta pamoja na nyanya. Wale 5 wakafuta majani, nasikana hela nyingine wakapiga wakaweza kupiga. Bwana harusi akakawia, mafuta yakakata. Anapokuja wale wameshaenda kufuta mafuta, wamebaki 5 kwa ajili ya kuingia kwenye harusi. Wakaingia wale wanarudi, mlango umefungwa. Inawezekana wazamiaji walikuwa wengi ndicho kama saizi. Lazima tutoke bamsa kwenye kundi zetu kwa watu wasingestio. Sasa sherehe inaenda, wao wanakuja, mlango umefungwa, hawawezi kuingia. Ndio mimi na wewe ambao kazi zetu zina mafuta kidogo. Mafuta ni sawa, mafuta hayo ni ibada, mafuta hayo ni matendo mema ambayo tunafanya, mafuta hayo ni unyenyekevu, mafuta hayo ni uchapakazi, mafuta hayo ni ibada. Je, wenzangu na mimi saizi, kati ya wale 5 wenye busara na wale 5 wenye wapumbavu, uko upande gani? Kati ya wale ambao 5 ambao wana busara au wapumbavu ambao taa zimejaa, mafuta yake ni upendo, mafuta yake ni ibada, mafuta yake ni sala, mafuta yake ni kuhudumia wagonjwa, ni kuwasaidia wenye shida. Ndio maana katika hukumu ya mwisho tutahukumiwa, na alikuwa na njaa ukanipa chakula, na alikuwa utu kanipika, na alikuwa kifungoni ukaja kuniona, na kuwa na kiu kunipisha. Je, mara ngapi tumewasaidia wenye shida? Ndio taa kuziweka mafuta. Kiburi chetu ni sawa na kuwa ni kama wale 5 ambao wanasema, kwa nini niende kusali? Kusali kuna maana gani katika maisha? Lakini katika Qur'ani imeandikwa fantazia fil ardh, kwamba baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na twende katika ardhi yake tukajipatie kipato kilicho. Inatukumbusha kwamba mimi na wewe kazi zetu kwanza zinaanza katika ibada, katika sala, katika kutumikia hapo. Hivyo wapendwa katika Kristo, katika somo la kwanza, je, ni nini kitakachotutenga na upendo wa Kristo? Je, ni kifo, ni njaa, adha, magonjwa au shida mbalimbali? Hapana. Hivyo vyote vinatusaidia kuwa jirani na Mungu. Ndio maana Ayubu katika shida zake zote za kuugua vidonda mwili mzima, kupoteza familia yake, kupoteza mifugo yake, kupoteza mjakazi wake, lakini alikuwa jirani na Mungu. Nasi pia katika maisha yetu tatizo lolote liweze kufanya tuweze kuwa jirani na Mungu. Hivyo tunaiombea pamoja na watoto na wote kwamba mama amelala usingizi wa milele, tutamkuta mbinguni kwa kazi zake njema alizofanya. Hivyo nasi ambao tumebaki hapa duniani, muombee, na sisi tuendelee kujiombea, kufanya matendo ya mema yaweze kuwa hazina na amana kwa ajili ya Uislamu. Kama mwendo ameumarisha, vita amevipika, na alikuwa wa watu mzuri na
Hivyo katika maisha yetu, uwe baba uwe mama, jishikilie taa yako iwe imeshikiliwa na chama cha kitume. Mama leo amefunikwa kitenge cha kuoana kwa sababu alikuwa ni uwana. Je, mimi na wewe tumejishikilia wapi? Wapi ambapo tumeegamia? Tuegamie katika vyama vya kitume, tuegamie kusani ili Mungu mwenyewe atusaidie. Hivyo wapendwa katika Kristo, tunapomwaga dada yetu na kumsindikiza katika nyumba yake, tukumbuke kwamba nasi tuko safarini. Tuendelee kusali, tuendelee kuomba ili tuweze kufanikiwa chema, na kama nilivyosema kwamba death is the gateway to heaven. Kifo ni mlango wa kwenda mbinguni. Maisha sisi binadamu tunaurahia pacha. Mwambie jirani yako, tunaurahia pacha. Tunaurahia ambao ni wa muda mfupi hapa duniani na tunaurahia wa muda mrefu mbinguni. Kwa hiyo dada yetu aliishi maisha yake ya miaka 47 hapa duniani temporali. Sasa anaenda kuishi maisha ya muda mrefu mbinguni. Andaaje kwenda mbinguni? Tuna matunda gani ambayo tunampelekea Mungu kwa ajili ya kumpelekea huko mbinguni? Kulikuwa kuna mtu mmoja, baada ya kufariki, alipokutana na malaika yake aliambiwa inabidi uende mbinguni, lakini kuna daraja kubwa ambalo inabidi upange matendo yako mema uweze kufika mbinguni. Yule mzee alikaa akasema, ni nini ambacho nikifanya duniani kilichokuwa chema, sasa nitapanga daraja ili nikavuka. Mzee huyo alikuwa ni mkulima wa kawaida, lakini alikuwa ni mkarimu sana. Njiani hapo, njia kwenda pale kwake mbele kwa kuna shule, watoto wakipita, babu tunaomba machungwa, babu tunaomba miwa, anawakatia. Babu tunaomba mapera, anawapa. Babu tunaomba mbegu, anawapa. Kwa hiyo akakaa akatafakari, lakini malaika yake mmoja akaja akasema, baba, matendo yako mema ni haya hapa, ni mengi. Akatandika. Mimi na wewe ni matendo gani mema ambayo tumeyafanya? Tukikata moto saa hizi tunaweza kuyapanga kwa ajili ya kwenda mbinguni. Tumwombe Mungu tuende kufanya mema, kutenda mema, ili hayo mema yaweze kuwa hazina kwa ajili ya uzima wa milele, na pia yaweze kuwa daraja la kukesha kwenye mbinguni. Tunasifa pole familia ya Edita na Deusi Bendera kwamba mama aliwapenda sana, nanyi mrudishe upendo wa mama kwa kumwombea isho ya misa takatifu. Mwendelee kumpenda mama kwa kusoma kwa juhudi na maarifa. Endeleeni kumpenda mama kwa kushika maadili aliyowafundisha. Endeleeni kumpenda mama kwa kuwa wacha Mungu. Endeleeni kumpenda mama na kuenzi mama kwa kuwa na ushirikiano na baba na familia, ndiyo itakayokuwa furaha yake kwa mbinguni, na pia itawasaidia kuendelea kuziweka taa zenu kwa ajili ya uzima wa milele.